Hali ya mwanamke kupata stress wakati wa ujauzito wake. Hali ya mwanamke kupata mawazo wakati wa ujauzito wake. Ni kitu gani kikubwa ambacho huwa kinapelekea mwanamke kupata hali ya mawazo sana wakati wa ujauzito wake? Nafikiri ndio mada kubwa, nafikiri ndio changamoto kubwa ambayo wanawake wengi wanapitia. Inawezekana ikawa mwanamke ambaye ni mimba yake ya kwanza, au inawezekana mwanamke ambaye ni mimba zaidi ya moja, maana ana mimba 2, 3, 4, 5. Lakini mwanamke ambaye alishakutana na changamoto ya kiafya na sasa amekutana na hii hali ya mawazo sana, au anakuwa na hali ya mawazo, au mood yake inakuwa yenye kubadilika badilika. Tafiti nyingi bado zinaendelea kuonyesha ni nini ambacho huwa kinapelekea mwanamke kupata hali ya mawazo, lakini miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa kuwa mwanamke anaweza zikachangia kwa kiasi kubwa kuwa katika hali ya mawazo ni mwanamke kupitia changamoto ya mabadiliko ambayo yanajitokeza wakati wa ujauzito wake. Na hali hii imepelekea wanawake wengi sana kukutana na hali ya mawazo ambayo inaweza kuhatarisha ujauzito wake au akazalisha homoni ambayo yenye kuathiri ujauzito wake, lakini pia yenye kuathiri afya ya mama kulingana na muda ambao atakuwa anaonyesha kwa kipindi hicho. Mama inawezekana akashindwa kula kabisa, mama inawezekana akawa anakula sana, mama inawezekana akagoma kabisa kula, akawa hapendi kula, na mama inawezekana akawa na muda mrefu, mama inawezekana akawa na hasira sana na kuzalisha homoni ambazo sio za msingi na kuweza kuhatarisha ujauzito wake, lakini pia afya ya mama. Vitu vingi huwa vinatazamwa hapa na vitu vingi huwa mama anavionyesha hapa kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea wakati wa ujauzito wake, ikiwemo mabadiliko ambayo ya hormone au mabadiliko ya kimaumbile ambayo mwanamke atakuwa nayo. Mwanzoni washangaa mwanamke akawa katika hali ya uzuri sana, ni mwanamke mwenye kuvutia, ni mwanamke mwenye umbo zuri, lakini baadaye akawa miongoni mwa watu ambao anapitia changamoto nyingi sana wakati wa afya yake. Kipi ya mabadiliko ambayo yanatokeza ndani ya mwili wake, basi ameweza kuathiri mwili wake na mwanamke kujikuta katika hali ya mawazo. Huyu ni mwanamke ambaye anahitaji counseling au anahitaji huduma zaidi, na mwanamke ambaye anahitaji kujiandaa mwili wake, na kama itakuwa ni mara yako ya kwanza, basi lazima ujue haya ni mabadiliko ya kawaida. Mabadiliko mengi sana huwa yanatokea hapa. Tuendelee kufuatilia channel hii, tutaelezana mabadiliko moja moja na namna ambavyo unaweza kuchukua na kuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa salama kipindi chote. Badiliko la pili ambalo mwanamke anaweza kupambana nalo, au sababu ya pili ambayo wanawake wamekuwa wakipata mawazo, ni hali ambayo alipitia katika ujauzito uliopita. Sababu ziko nyingi sana hapa ambazo mwanamke anapitia katika ujauzito wake, ikiwemo kama anashaka kupoteza ujauzito wake kipindi kilichopita, au inawezekana ndio mara yake ya kwanza kupata ujauzito ambao amefikisha mpaka kipindi cha pili mpaka kipindi cha tatu ambacho atakuwa katika hali ya ujauzito. Na mwanzoni alikuwa na historia kupoteza mtoto wake akiwa tumboni, manake mimba yake imekuwa ikiharibika, au baada ya kuelekea siku chache kujifungua, basi amekuwa ni mtu mwenye kupoteza mtoto na mtoto wake ameambiwa kwamba amefariki tumboni. Mwanamke amekuwa akijenga maswali mengi sana ambayo ndani yake anakuwa hana majibu. Na wapi ambapo atapata majibu ni pale ambapo atafanya uamuzi wa kuingia mitandaoni kupata maarifa haya, au kwenda kwa daktari na kuona namna gani ambayo anaweza kumsaidia na kuwa na mtu mwenye maarifa na kuweza kumsaidia kitu gani afanye kwa kipindi hichi na kitu gani ambacho hapaswi kufanya kwa kipindi hichi. Mwanamke anahitaji kuwa makini sana, lakini pia wewe kama ni mwenza na familia, basi mnahitaji kukaa na mama na kumshauri kuona namna gani ambazo kumsaidia huyu mama. Inawezekana ukawa ni wewe mama unapitia katika hii hali ya mawazo, inawezekana ikawa ni familia pia inapitia katika hali ya mawazo kutokana na changamoto ambazo mwanamke ashaka kupitia nyuma, lakini pia ikawa ni mara yako ya kwanza sasa unapata ujauzito na haujaandaa mwili wako na akili yako kuwa kuna vitu vinaanza kutokeza wakati wa ujauzito wako na kupelekea kuwa miongoni mwa mama ambao utakuwa na mawazo sana wakati wa ujauzito wako. Basi nikupe taarifa, mambo mengi huwa yanatokea hapa, na mambo ambayo yenye kuhatarisha ujauzito wako, na mabadiliko mengi huwa yanatokea hapa. Mengine anaweza akawa ni chanya na mengine anaweza akawa ni hasi, ambao mama atakuwa miongoni mwa watu mwenye kupata hasara. Ni vyema ukaandaa mwili wako, ni vyema ukaandaa akili yako kuwa kuna vitu vinaweza kutokea na kupelekea mama kuwa miongoni mwa watu ambaye utapitia changamoto kadhaa au mabadiliko kadhaa. Ikiwa familia na ndugu, basi lazima ijiandae kuona namna gani ambavyo zikamsaidia mama na kuwa salama kipindi chote. Lengo ni kumsaidia mama asikutane na changamoto wakati wa ujauzito wake, na hata akikutana nayo basi sio mwenye kuleta athara au mwenye kuleta hasara ambazo zikampelekea mama kuhatarisha ujauzito wake au yeye mwenyewe afya yake. Tuone namna gani ambavyo tukamsaidia mama ambaye anapitia mawazo sana wakati ambapo atakuwa katika hali ya ujauzito.